بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الثاني: نظر الرجل إلى النساء غير محارمه. التساهل في مراعاة آداب الزفاف, katika makosa yanayotokea kwa baadhi ya Waislamu katika masala ya harusi. التساهل في مراعاة آداب الزفاف, kudharau katika kuchunga taratibu zile za harusi. Kudharau fi muraati adabi zafaf, katika kuzichunga na kuzizingatia taratibu za harusi. Uislamu umeweka adab za harusi, taratibu zake. Baadhi ya Waislamu hawafuatilii taratibu hizo zilizowekwa na Uislamu. Pia katika makosa, al-israfu fi at-ta'am, kufanya israf katika chakula cha harusi. Kadhalika al-israfu fil inara, kufanya israf katika miangaza hii ya taa. Mataa yanakuwa mengi kupita kiasi, hiyo pia inahesabika ni katika israfu. Waqad taqaddama lana adillatu an-nahy 'anil israf, zimetangulia dalili za makatazo ya israf, ka qawlihi ta'ala: wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, msifanye israf kwani Allah hawapendi wenye kufanya israfu. Kwa israfu ni katika jambo lolote limekatazwa, sio israfu katika pesa peke yake au katika chakula peke yake. Israfu ni katika kila jambo ile limekatazwa jambo hilo la kufanya israfu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه. hajafanya walima Mtume sallam kwa wake zake kama alivyofanya walima kwa Zainab. Aulama bishah, alifanya walima kwa mbuzi mmoja. Muttafaqun alayhi. Fasunnatu al-iqtisad, sunna ni iqtisad, kufanya kati na kati. Wa wad'u ma yakfi, na kuweka kile kinatosha. Sunna inatakiwa ifanywe iqtisad katika masala ya walima, masala ya chakula chochote, iwe kuna iqtisad, kufanya kati na kati. Lakini kutuliwa watu, sinia imejazwa watu wawili tu, wote wanawacha chakula kile kinakwenda kutupwa, hiyo ndio israfu inayokusudiwa. Qala: wa muraatul karam duna israf, na kuchunga ukarimu lakini bila kufanya israf. Watawassutu khairun, na ukati na kati ndiyo kheri kuliko watu kufanya israf katika masala ya vyakula na masala mengine yote. Kadhalika katika makosa yanayofanyika katika harusi, ilqa'u darahimi fi athnai hafli zawaj, kutupa pesa katikati ya hafla ile ya zawaji. Qad takunu urdhatan limahanati ma fiha min dhikrillah, huenda ikawa hilo ni sababu ya kudharau vitu vilivyomo ndani yake, min dhikrillah, ambavyo ni kutajwa Allah. Baadhi ya pesa zimeandikwa jina la Allah. Kwa kutupa zile pesa katika sherehe hizo za zawaji, huenda ikawa ni sababu ya kudharau hivyo vitu ambavyo vina dhikrullah. Fata'dhimu asma'illahi wa ayatihi matlub, kuadhimisha majina ya Allah na aya zake ni jambo linatakiwa. Haithu kanat fi darahima au awraqin au ghairi dhalik, zinapokuwa aya hizo au majina hayo katika dirham au katika makaratasi au kitu kingine,
karatasi ikiwa imeandikwa jina la Allah au aya za Allah, pia karatasi hiyo inatakiwa iadhimishwe kwa sababu ya kwamba kuna jina la Allah pale au aya katika aya za Allah. Liqaulihi ta'ala, waman yu'adhim hurumati llah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, anayeadhimisha heshima za Allah huyo ni bora kwake mbele ya Mola wake. Waqala waman yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, mwenye kuadhimisha alama za Allah hilo ni katika uchaji wa nyoyo. Kwa hiyo lazima kuadhimisha aya za Allah, lazima kuadhimisha majina ya Allah na sifa zake. Kuna baadhi ya kalenda hizi za Kiislamu zinaandikwa aya za Allah. Sasa ukimalizika mwaka kama hivi, kalenda ile inatupwa, inatiwa katika mataka. Sio hivyo, haitakiwi hivyo. Hiyo sio taadhim. Imemalizika, aidha mtu aweke nyumbani, kama haweki nyumbani basi aitie moto ile kalenda iliyopita ambayo ina aya za Allah subhanahu wa ta'ala, aichome. Lakini kuitupa katika mapipa, hayo ni makosa, si kuadhimisha sha'airullah. Katika makosa yanayofanyika katika harusi, ihdharul mughannin wal mughanniyat wal ashrita allati fiha ghinaun wa musiqa, kuleta waimbaji wanaume na wanawake na kuweka CD ambazo zina nyimbo na mziki. Hii ni katika makosa yanayotokea kwa Waislamu wengi wanaofanya sherehe hizo za harusi, kuleta waimbaji aidha wanaume au wanawake na kuweka CD ambazo zina ghina, zina nyimbo na mziki au zina anashid. Yote hayo ni makosa. Wa hadha la yahillu, jambo hilo sio halali. Fasti'malul ma'azif la yajuzu, kutumia vyombo vya mziki haifai, ni haramu. وقد تقدمت الأدلة على ذلك من القرآن والسنة وأقوال الصحابة. zimetangulia dalili za makatazo ya kutumia vyombo vya muziki katika Qur'ani na hadithi na maneno ya masahaba. hadithi ile iliyopita fi al-Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamr wal-ma'azif. hadithi imetaja wazi kutumia vyombo vya muziki kwamba ni haramu, na muziki wenyewe ni haramu, na nyimbo ni haramu. والمشروع استعمال الدف للنساء, nalotakiwa na ni sunna kutumia dufu kwa wanawake. Wanawake wachukue dufu nyumbani penye harusi, wapige wao ndani na sauti zao zisitoke nje, wasiwekewe speaker. Lakini wameruhusiwa wanawake katika harusi kupiga dufu ma'al kalamil hasan, pamoja na maneno mazuri, wal ghina'il mashru', na nyimbo zinazotakiwa, lailataz zawaji, usiku ule wa harusi, wal bina, na usiku ule wa mume kumuingilia mke, wanawake wameruhusiwa kupiga dufu. Mashairi yale ambayo hayana matusi yameruhusiwa, ni kwa wanawake, sio wanaume. وفيما شرعه الله غنية عن المحرمات, na katika mambo ambayo Allah ameyaweka haya yanatosha na mambo yenye kuharamishwa. وفيما شرعه الله غنية عن المحرمات, katika mambo aliyoyaweka Allah kunatosha kuliko kuacha mambo yenye kuharamishwa. هذا مع أن أولئك المغنين والمغنيات يأخذون مالا حراما, pamoja na hivyo hao waimbaji wanaume na wanawake wanachukua mali ya haramu. Hiyo mali wanaochukua kwa ajili ya kuimba ni mali ya haramu. Hakuna Uislamu kwamba mtu afanya kazi ya kuimba. Uislamu hauna kazi hiyo. Hauna kazi kwamba mtu aenda kazini, wapi enda imba. Hakuna kazi hiyo katika Uislamu. Mwanamume unatakiwa ufanye kazi, utafute kazi ufanye, lakini kazi yako ni kuimba. Mara umerekodiwa nyimbo hii, mara umerekodiwa nyimbo hii, utakuja cheza hapo juu, ngoja tu.
هذا مع أن أولئك المغنين والمغنيات يأخذون مالا حراما. pamoja na kwamba hao waimbaji wanaume na wanawake wanachukua mali ya haramu. Walmu'ti qad anfaqa fi haram, na huyo anayetoa pia ametoa mali yake katika haramu. Wote wana madhambi, anayetoa na anayechukua. Warubama kana ulufan kathiran, na huyo ikawa ni maelfu mengi hayo anayoyatoa na huyo muimbaji anayoyachukua. Fahadhihi manhiyatun mutataliya, haya ni makatazo yenye kufuatana. Waqallahu alwaqi'ina fiha sharraha, Allah awakinge wenye kuingia katika mambo hayo na shari zake. Wa alzamahum wa iyana alhaqqa walhuda, awalazimishe wao na sisi haki na muongozo ulio sahihi. Lakini jambo la nyimbo, jambo la anashid sasa hivi limeingia kwa wingi. Waislamu wengi katika harusi zao zina manyimbo, waislamu wengi katika harusi zao zina hayo mambo hawa ya manashid, na kuita waimbaji na kuweka CD za hayo manyimbo. Yote ni mambo ya haramu. Jambo la harusi ni jambo la ibada. Jambo la harusi ni jambo la ibada. Mume anapata thawabu, mke anapata thawabu, kila wakiingiliana ni thawabu. Lakini sasa jambo hili limeingia uharamu mwingi sana, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuanzia katika akdi nikah kuna uharamu mwingi unaofanyika, na bid'a na khurafat zinafanyika. Mapicha yanapigwa katika mihrab, watu wanasimama pale na kupanga safu zao na mjikanzu yao meupe na nini, wengine wanakaa hivi vile vile, mambo ya kizungu pale katika mihrabu hizo. Hao maharusi na wapambe wake wanapigwa mapicha pale aina kwa aina, nusu saa nzima watu wanapigwa picha ndani ya msikiti. Uliona wapi mambo hayo? Hata hao maulama wanaoruhusu picha pia hawajasema kwamba watu wapigi mapicha msikitini, picha za harusi. Maulama ambao wanaruhusu picha, wanaruhusu picha katika durusi. Sheikh anatoa darsa, anapigwa picha, watu wanastafidi. Hao wanaoruhusu hao wanaruhusu wanasema ni katika durusi. Lakini wote wanaoruhusu picha hawajaruhusu katika masala ya harusi. Picha za ukumbusho wanasema ni haramu. Picha zote za ukumbusho ni haramu. Hao kina Sheikh Ibn Uthaymeen wanaoruhusu, wa Sheikh Al-Fawzan, wote hawajaruhusu picha za harusi na picha yoyote ya ukumbusho. Lakini sasa hivi watu wamechukua ni dalili. Mbona Sheikh Fawzan apigwa picha, kapigwa picha ya harusi? Mbona Sheikh Uthaymeen karuhusu? Picha ya harusi iko wapi ya Sheikh Uthaymeen? Picha za durusi. Kwa hiyo jambo hili limepanuka sasa hivi, kila harusi lazima kuna mapicha. Kuna bwana mmoja, sije nilieleza jambo hili, kuna bwana mmoja asema alikuwa na harusi ya mtoto wake, vulana wake anaoa, wale ndugu zake wote wakataka lazima iwe kuna picha, yule mtoto wao apigwe mapicha pale akioa nini na picha. Yule bwana mwenye mtoto asema mimi hapana, sitaki jambo hili. Basi wale kila alivyofanya lazima ziwepo picha. Haya, akaambia haya picha za video, sio picha za video. Asema ilipofika siku ile ya harusi msikitini, akawaona makafiri wawili na makamera yale makubwa wameingia ndani ya msikiti wapiga picha makafiri. Akamuuliza wale wenzake, wale wameletwa na nani wale? Mbona hapa pana makafiri? Wale sio Waislamu, waulizeni wamekuja, wametoka wapi? Kila mmoja asema sijui. Haya, kila mmoja katika wale wanataka picha asema sijui, wakati ni wao waliowaambia. Nani kama watakuja wenyewe? Madhara ya picha hayo, madhara ya picha. Isti'malu mukabbirati saut linnisa, katika makosa kutumia hivi vipaza sauti kwa wanawake, kutumia maspika katika harusi nyumbani. Hii ni katika makosa ya harusini. Almar'atu ma'muratun bi khafdi sautiha hatta fil ibadati shar'iyya, mwanamke ni mwenye kuamrishwa kuinamisha sauti yake hata katika masuala ya ibada za kisheria. Mwanamke hatakiwe ainue sauti yake. Fakaifa bighairiha, je kwa mambo mengine ambayo sio ibada? Anatakiwa zaidi akhafifishe sauti yake na kutosikika sauti yake.
فاستعمال مكبرات الصوت لهن لا وجه له ولا يسوغ مطلقا. kutumia maspika kwa hao wanawake hakuna njia yoyote wala haifai kabisa kutumia spika wanawake ukiwa na harusi na sauti zao kusikika nje. Kwa nini wanawake hawataki kuadhini? Kwa nini wanawake sio sunna kuadhini? Kwa sababu sauti zao zisije zikasikika na wanaume. Ndio maana hakuna adhana kwa wanawake. Lakini sasa hivi wanasema ni maendeleo. Eti maendeleo gani? Kwamba mwanamke anasoma yeye taarifa za habari. Hakuna maendeleo ya hivyo. Mwanamke msichana wa Kiislamu anasoma yeye taarifa za habari, wanaume wanasikia. Kuna wengine wanafundisha, wanatoa eti mauidha na kalima, mwanamke alafu anarusha ile sauti yake. Unasikia mwanamke fulani bwana akitoa kalima si harusini, sio umesikia mwanamke fulani akitoa kalima? La, ni haramu. Wanaume wako wapi mpaka utoe wewe kalima hiyo? Utoe uamrishe mema na kukataza maovu. Mwanamke sio kazi zako. Nenda kaamrishe wanawake wenzako ukawakataze munkar nyinyi peke yenu, sio kurusha sauti zako zikafika kwa wanaume katika masimu. Idhan jambo la mwanamke kuficha sauti yake ni jambo linatakiwa katika sheria, ni jambo wanaamrishwa wanawake sauti zao. Wanawake ni fitna, tunajua wanawake ni fitna. Mtume ma taraktu ba'di fitnatan adharra ala ar-rijal minan nisa, sikuacha mimi baada yangu fitna inawadhuru sana wanaume kuliko fitna ya wanawake inawadhuru sana wanaume. Kama laiti mwanamke ndo anayeadhini hapa salatu subhi, msikiti ungejaa mpaka kule. Watu wanakuja kuangalia mwanamke leo kaadhini msikitini. Kwa hiyo ni fitna. Wanawake hawatakiwi kuadhini, hawatakiwi sauti zao kutoka. Iltiqatu suwar fi hafli الزواji linnisa'i wa ghayrihinna, kadhalika katika makosa kupiga picha katika sherehe hizo za harusi kwa wanawake na wasiokuwa wanawake. Wataswiru yumna'u minhu bijami'i anwa'ihi wa linnisa'i ashad, taswir kupiga picha kunakatazwa kwa sampuli zake zote, na wanawake ni zaidi kukatazwa. حيث يمكن أن يرى صورهن الرجال كما حصل وقع. wakati inawezekana waone picha zao wanaume kama inavyotokea. yumkinu an yara suwarahunna ar-rijalu kama hasala waqa, sababu inawezekana kuona picha zao wanaume kama inavyotokea, na hiyo ndio sana. wa rubbama intasharat suwarun nisa'i walau ma'a shiddati at-tahaffuz ila jama'atin min ar-rijal fakana fi hadha hatku li hurmatihinna, huenda zikaenea sura hizo za wanawake japokuwa pamoja na kujihifadhi sana, zikaenea kwenda katika makundi ya wanaume, ikiwa hiyo ni kuvunja heshima zao. Na ndio sasa ilivyo kukiwa na harusi, mara wajaona picha zimeletwa, ahli yako yupo pale, ni hatari sana. Anaweza akapigwa picha mwenyewe hajijui. Si wana masimu wa wanawake, wanasimu wampiga picha alafu wairusha. Sasa hivyo ikirushwa hiyo, ujue sasa itaenea nchi nyingi picha hiyo. Ghafla unaona umeletewa picha ya mke wako, alikwenda harusini, tayari ni hatari sana. Ndio maana sasa hivi baadhi ya wenzetu Waislamu kwenye harusi za wanawake wanaweka askari hao manispaa wanawake kuzuia picha hizi. Sherehe za wanawake watu wanaweka askari siku hizi, atakayeinua picha yake inachukuliwa ile picha pale inafutwa. Wanawake wale wa manispaa wanaweka askari kuangalia nani anayepiga picha pale katika harusi. Yapo mambo hayo vizuri sana. Kwa hiyo ni kuvunjia heshima wanawake wenzao, wanawavunjia heshima kwa kupiga picha na kuzirusha kwa wanaume. Anasema wa isaatu liabaihinna wa awailihinna, hii ni kuwakosea baba zao wale wanawake wanaopigwa picha na familia zao.
وأدلة المنع من التصوير معلومة تقدمت. dalili za kukatazwa mapicha zinajulikana na zimetangulia. Walmar'atu awra fataswiruha ablaghu fil man'i, mwanamke ni tupu, kumpiga picha ni zaidi kukatazwa jambo hilo. Katika makosa al-inkaru ala man akhadha akthara min wahida, kumkataza aliyeoa zaidi ya mke mmoja. Al-inkaru ala man akhadha akthara min wahida, wakataza wanaooa zaidi ya mke mmoja. Qala wa hadha min albalaya allati adhharaha a'da'u ash-shar'i, hii ni katika balaa walilolidhihirisha maadui wa sheria. Idh jawazu at-ta'addudi shari'atun muhkama, sababu kufaa kuoa wake wengi mpaka wanne, hii ni sheria muhkama, haijanasihiwa. وما كان كذلك فيتلقى بالتسليم والإذعان والقبول, na ikiwa hivyo kwamba ni sheria muhkama, inatakiwa ipokelewe kwa kukubaliwa na kuitangaza na kukubaliwa jambo hilo la kuoa wake wengi. Wa amma al-inkaru ala man akhadha zawjatayn au akthara fala yakadu yasduru illa min jahilin au dhi shubha قذفها في قلبه أرباب الشهوات في وسائلهم المختلفة. أما kumkataza anayeoa wake wawili au zaidi, hii inatokana, haitokani isipokuwa na mtu jahili, mtu mjinga au mwenye shubha ambazo zimetiwa au wamezitia katika moyo wake wale watu wenye shahawati katika njia zao mbalimbali, wasiokuwa Waislamu au Waislamu ambao wana mawazo ya kimagharibi. Wao pia wanasema maneno hayo kwamba hakuna haja ya kuoa wake wawili, mke ni mmoja tu na kadha na kadha. Qala ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', weni wale ambao waona wazuri katika wanawake wawili wawili na watatu watatu na wanne wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, mkiogopa kutofanya uadilifu, hapo sasa muoe mmoja tu. Mkiogopa kwamba hutaweza kufanya uadilifu baina ya mke huyu na mke huyu, hapo sasa uoe mke mmoja. Lakini ikiwa una uwezo wa uadilifu, unatakiwa uoe mpaka wanne. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tazawwaja akthara min wahida, Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa zaidi ya mke mmoja. Wakadha jamaatu sahaba, vile vile kundi la masahaba walioa zaidi ya mke mmoja. Fata'addudu mubahun wa jaiz, jambo la kuoa mke zaidi ya mmoja ni jambo la halali, ni jambo linafaa, na wanawake wanatakiwa walikubali jambo hilo. Hao wake zetu wanatakiwa jambo hilo walikubali na walipokee kwa radhi zao, wasichukie jambo hilo la taaddud, wasichukie jambo hilo na sheria hiyo, sababu hii ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wao wenyewe wanasema sisi hatuchukii sheria, sisi hatuchukii sheria, sisi ni wivu. Ni wivu wa wake wawili watatu wanne, ni wivu, sio kwamba tuachukia sheria au hatuitaki sheria. Wanasema hivyo wenyewe. Wanasema kama nyinyi ambavyo kama ingekuwa ni wanawake wanaruhusiwa kuolewa, nyinyi mngefikiri si mngechukia pia. Sasa wanasema sisi ni wivu, si kwamba tuachukia sheria au tuapinga sheria ya Allah. Baadhi ya kina mama Waislamu wanasema hivyo. Kwa ni jambo zito, lakini lazima wanatakiwa walikubali jambo hilo. Ikiwa mume ni mwadilifu, mume anafanya usawa, kwa nini wao wawe na wivu huo mkubwa kiasi hicho cha kukataa jambo hilo la kuolelewa mke wa pili? Kwa ni jambo la sheria, wanawake wanatakiwa wawe radhi na jambo hilo na walipende jambo hilo. Idhan fata'addudu mubahun wa jaiz, kuoa wake wengi mpaka wake wanne ni jambo mubah la halali na ni jaiz. Wa rubbama kana mustahabban fi haqqi man lam takfihi wahida, huenda ikawa ni sunna
katika haki ya yule mume ambaye mmoja hamtoshi. Kuna waume ambao mke mmoja hamtoshelezi, waraghiba fi taaddud, akapendelea kuongezea, kwake itakuwa ni sunna kwake kuongeza mke mmoja mpaka 4, sababu mmoja hamtoshi. Kwa ni jambo la sheria ya Kiislamu, ni jambo la sunna kuoa zaidi ya mke mmoja, pamoja na kwamba hawa wengi katika wanawake, sio wote, wengi katika wanawake jambo hilo wanalichukia kwa sababu ya wivu, lakini ni jambo la kisheria. Wanatakiwa wasichukie, wanatakiwa waridhie, bali wahimize waume zao waoe zaidi ya mke mmoja kama wana uwezo wa uadilifu. Huu ndio Uislamu ambao ni sahihi kwa wanaume na wanawake, kwa sababu idadi ya wanawake ni nyingi kuliko wanaume. Kama inavyojulikana, wanawake ni wengi kuliko wanaume. Hii ni mahali sehemu nyingi, nchi nyingi ni hivyo, wanawake wanakuwa wengi kuliko wanaume. Sasa wasipoolewa mathna wa thulatha wa rubaa, watakwenda wapi wanawake hao walio wengi hivyo? Hadha wallahu aalam.